Serikali kupitia mpango wa kunusuru kaya maskini TASAF imeanza mchakato wa kupanua daftari la walengwa kwa kuongeza utambuzi wa kaya zinazoishi katika maeneo yenye viashiria vya majanga, mafuriko na ukame, ambapo ndani yake kuna kaya za watu wasio na uwezo ambao wanaishi chini ya mstari wa umaskini kama ilivyoainishwa na Ofisi ya Taifa Takwimu NBS. Mratibu wa TASAF wilaya ya Kilosa Dedani Maube amesema kuwa mpango huo wa wilaya ya Kilosa umeshaanza kutekelezwa katika vijiji 46 vya kata 11 ambapo wawezeshaji ngazi ya halmashauri ya wilaya wanaendelea na utambuzi katika kata na vijiji vilivyoainishwa kwenye mpango huo. Tutakuwa na utambuzi na uandikishaji wa kaya ambazo zina uwezo, ambako wawezeshaji ngazi ya wilaya waliweza kupatiwa mafunzo namna ya utambuzi na jinsi ya kukusanya taarifa kwa kutumia dodoso la kielektroniki, ambako vigezo vya utambuzi wa kaya zenye hali duni kulingana na mahitaji ya mpango iwapo majanga yatatokea viliweza kuelekezwa na kuweza kubainishwa. Ambapo ni vigezo gani vya kaya maskini? Mbali na vigezo vinavyotolewa na jamii husika, pia vigezo vifuatavyo vitatumika kupata kaya zisizo na uwezo. Kwa mfano, kaya ina wategemezi wengi, hivyo kushindwa kumudu gharama mahitaji muhimu iwapo majanga yote yatatokea. Kaya yenye kipato cha chini na si cha uhakika kuweza kumudu mahitaji yote ya msingi, haiwezi kumudu, au kuna kaya ambayo haiwezi kumudu kupata angalau milo 3 kamili kwa siku. Kaya inaishi kwenye makazi duni kwa sababu ya kipato kidogo. Kaya ina watoto wenye umri wa kwenda shule lakini hawajaandikishwa au wameacha shule kwa kukosa mahitaji ya shule kama sare, madaftari, chakula. Kaya ina watoto ambao hawaendi kliniki kupata huduma ya afya kwa kukosa uwezo, au pia viongozi wa halmashauri ya kijiji, mtaa, kamati za jamii, viongozi wa dini, viongozi wa vyama, wastaafu wasio na pensheni, na endapo wana hali duni pia wanajumuishwa katika utambuzi huu wa maeneo yenye viashiria vya. Ameongeza kuwa zoezi hilo litadumu kwa siku 10, ambapo katika hatua za awali wawezeshaji ngazi wamejengewa uwezo na kwa sasa wapo uwandani wakitekeleza majukumu yao. Na kwa wilaya yetu ya Kilosa, kata ambazo zoezi hili linafanyika, tuna kata 11 tu kwa mujibu wa taarifa ambazo tumepatiwa. Kata hizo na kata ya Mbigili na vijiji vyake, na kata ya Dumila na vijiji vyake vyote, na kata ya Kitete, na kata ya Msoelo, na kata ya Mvumi, na kata ya Rudewa, na kata ya Mabwerebwere, kuna kata ya Masanze, kuna kata ya Tindiga, kuna kata ya Mwenda pamoja na kata ya Ruembe. Kwa hiyo jumla ya hizi kata 11 pamoja na vijiji vyake 46 zoezi ndio linapofanyika. Lakini hizi kata nyingine ambazo sijazitaja zenyewe hazipo katika hili zoezi. Amefafanua kuwa lengo kubwa la utambuzi huo ni kuwa na kanzi data ya kaya zilizopo kwenye maeneo yanayoweza kukumbwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi endapo yatatokea. Sasa hili zoezi ni nini baada ya zoezi? Lengo la zoezi ni kuwa na masijara ya walengwa, ambao hawa walengwa kunapotokea majanga yoyote itakuwa rahisi serikali kuweza kuweka jitihada mbalimbali katika kuweza kutatua. Kwa hiyo baada ya utambuzi haimaanishi kwamba kaya hizi moja kwa moja zitakwenda kupewa ruzuku au kitu chochote, hapana. Ni zoezi tu la utambuzi. Baada ya zoezi kukamilika, basi kutakuwa na masijara ya walengwa, ambako hii itasaidia kuwa na kujua kwamba katika kata kwa mfano ya Mbigili, kijiji cha Mabana, kijiji cha Mateteni, kijiji cha Mbigili chenyewe, kuna kaya ngapi ziko katika maeneo. Hata janga linapokuwa limetokea, ni rahisi serikali kuchukua hatua katika kusaidia.